mkono wako wa kuume juu. Muoneshe Mungu hitaji yako ambao inao kusumbua. Mungu akikusanya watu iko na sababu, na ni yeye anaweza kukuonekania. Anza maombi, anza kumwambia Mungu vitu. Usisubiri kuongozwa. Anza maombi vizuri. Jitahidi kuomba zaidi ya jirani yako. Roho wa Mungu akusaidie. Roho wa Mungu akutendee, akuinue. Nipewe sauti hapana hii. Roho wa Mungu akupe nguvu katika yote utakayoifanya. Uwe mshindi, usije ukacha. Omba kama Mpentekoste katika jina la Yesu. Amen. Dakika moja tusimame. Tunaweza badilisha mipango ya wanadamu. Hapa kwenye huko ni eskali. Zile turu wasiseme kama ni hivi shida sana. Hapa kwenye huko ni eskali. Tunaweza ambiwa kwamba wazungu wanakataa, lakini Mungu anaweza badilisha mipango yao. Ule Trump ni Mungu alimuumba. Mungu hakuleta hapa juu baki hapa. Kuna siku utatoka hapa. Sema kwa jina la Yesu. Jioni ya leo kama kanisa tunabadilisha mipango yote ya wanadamu, mipango ya wazungu, mipango ya wachawi juu ya maisha yangu, juu ya jamaa yangu. Tunayarebishia kazi. Ale piga makofi, omba uyarebishie. Ya minyoko mawape pasi Ondimiko kwa mali sumu Eloko yo sala na nuteo Yo moto umeli na ngosatu Yebanda boni yo kwa mali sumu Yaya nanga yo bongi na yangote Ezangane na melitaki Sonyo yo Sinzele kulusu Yangopo nini batu emele moyo Basangeli moto se moko Na mituni asali bango nini ye Tala mosusu akamati soyi Ya ebele na monokona ye Asopi yango se elongi Elongi oyo ya mwana na mpate o Oya amesana koseka Yesu amesana kolimbisa Ya nanga yobongi na yangote Ezanga nena melitaki Sonyo yoye Tango nazalaki na masuma Masioni miliwae Ozwi penza esika na ngayo Ngape na komi monsantue Tika lelo na yebisa yoe Oh Jésus tu es tout pour moi Tango nazalaki na masumwe Masioni miliwae Ozwi penza esika na ngayo Ngape na komi monsantue Tika lelo na yebisa yoe Oh Jésus tu es tout pour moi Bolingone loboli ona lola Yangone kitisi ona se Bolingone
na se kaka bolingo enyokoli oboye etiemo au nom de l'amour kaka bolingo enyokoli oboye etiemo au nom de l'amour olongoli kazaka ya mokonzi olati elamba ya mosali kasi bato oyo olingaki mingi ye tala babaluki babeti yo fimbo ye ekulusu kilona mokongo ondimi etumu ya liwa ye yaya na ngai obongi na yango te o ezanga nde na meritaki. Kamata Biblia yako tusome haraka kwa kukomboa wakati. Mwanzo 49 na mstari wake wa 27. Na msomaji mmoja tusomee pia kitabu cha Samueli wa kwanza sura yake ya 17 na ule mstari wa 46. Mimi nasoma Mwanzo 49 mstari wa 27. Biblia inasema Benjamin ni mbwa mwitu mwenye kurarua. Asubuhi atakula mawindo na jioni atagawanya mateka. Tunaenda kwa Samuel wa kwanza 17 na mstari wake wa 46. Nimesoma siku ya leo Bwana atakuwa mikononi mwangu, nami nitakuondolea, nami nitakupiga na kuondoa kichwa chako, na nami leo nitawapa ndege za angani na jeshi ya wananchi mizoga ya majeshi wa Filistini, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yupo Mungu katika Israeli. Asante sana, tunaweza kaa. Mungu atubariki na bariki neno lake. Tulianza somo jana ambalo ni la baraka sana, na hii somo ilikuwa kama swali: nani aliye kuweka? Kwa sababu ndugu yako labda ni mgeni hakukuwa jana, msalimu, muulize tu, mwambie kita etabli. Wawili ama watatu waulize vile, wasalimu. Ukiona vizuri sauti haiko sauti, jaribu kupandisha kidogo. Kita etabli. Nani alikuwa jana jioni? Atuambie tumesoma wapi jana. Mtu mmoja mtihani, utuambie tulisoma wapi. Asante ndugu, kusimama. Kutoka sura zake 2 mstari wa 14. Makofi kwa Bwana. Kule nyuma sijui tunafuatana vizuri, atusikie. Roho Mungu atusaidie. Heshima kwa watumishi wa Mungu ambao wako hapa. Tushangilie kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Biblia inasema wanastahili heshima. Asante kwa mchungaji, asimame. Shangilia kwa ajili ya mchungaji. Asante sana mchungaji. Bwana Yesu akubariki. At least hii katika ulimwengu wa kiroho hakuna neno bahati. Katika ulimwengu wa kiroho hakuna neno kuiga. Katika ulimwengu wa kiroho kuna vitu vitatu vikubwa sana.
La kwanza linaitwa sacrifice. La pili linaitwa etablissement, na la tatu ni neema. Sidanganyike siku moja kusema mwenye anaendelea kukushinda haiko spesiale kukushinda, iko ni mabahati tu. Hapana, nyuma ya kila resulta ya kiroho kuko sacrifice zenye mtu anafanyaka. Hapana zile mizaza kusema unaweza lala maskini unalamuka tajiri. Depuis tulianza kalala, ukilala maskini unalamukaka sasa maskini sana. Haiko hii manyimbo ya neema na baraka twavipata kwa bure. Hapana, vitu vya vile bukanisa. Neema tumeipata kwa gharama ya damu ya Yesu. Haiko juu mkutano iko njoo uonekane mkanisa na influence Mungu. Hapana, Mungu iko mahali sana. Mungu anaweza comprendre kama kifukutu njoo likuleta ya watu, na anangoya aone nyuma ya hii mkutano utajikomporte namna gani. Mtu hakuwake venyana wazaka tu, mtu anakuwaka venyana pandaka. Shetani hata kuhurumia Jules shafunga kitambala saa ninja, hawezi kuhurumia. Shetani anaona uko namna gani ndani. Shetani hata kuhurumia shuko na jina ya Biblia ulikatala ya Buendo unakuwa Marko. Shetani njo mwenye Yesu anaambia wanafunzi msifurahi kwa maana pepo zinawatii. Nimeona shetani iko na wapepeta, ameanguka kama umeme kutoka juu. Mfurahi kwa sababu majina zimeandikwa. Sunesa toka Kongo unakimbia kifo, kisha unakia logotea sida muka. Sasa unajiuliza ulikimbia nini? Batu benye banashificha kwa Yesu biko maele sana. Hivi vitu vya wokovu abiavantaje Mungu kukitu. Mtu mmoja akiokoka mbinguni kuna furaha, hata haokoke. Usiwase kuokoka yako ni kuinisha Yesu. We hata haokoke, mbinguni kuna nini? Iko sa mtu anawaza kukia mkanisa ni kutawinisha wa pasteur. Confinement ilikuwa na tuliishi, makanisa zilifungwa, lakini Mungu alituweka tu. Atuwekwe na sadaka, tunawekwa na Mungu. Okovu ni avantage yako wewe mwenyewe unaokoka. Sasa mtoto akipata diplome mnyumba tunafanya fete, haiko avantage yangu. Mimi siko mzazi wa kusema nisomeshe watoto shule na siku wataniweka. Sina imani ya vile. Diplome ni avantage yabo. Ukiambia yako mwambie okovu ni avantage yako wewe. Nani niko d'accord na mimi?
Basi sio utavuta bangi kisha ikuozeshe mafafa ya Yesu itaoza. Paulo anasema mtu akifanya dhambi anasulubisha Yesu mara pili, ni bongo. Yesu yesulubiwa tena, hawezi itika. Alikufa limoya na kafufuka ikaishia pale. Ukifanya dhambi unajisulubisha wewe peki. Petit Mo wa Goma alijifunza kuvuta bangi ya kwanza na yawahi kuivuta. Akaangalia baba yake kumacho, akaambia baba yake mzazi, akaambia Petit na komala. Bangi kamuonesha sasa vile baba yake ndio anakuwa mdogo. Wakati Biblia inasema mshahara ya dhambi ni, ndio maana ule mwenye anafurahia wokovu ashangilie Yesu zaidi ya kawaida. Shangilia. Kidogo. Pamcha kidogo. Mtu mmoja aseme amen. Kila utakachokifanya kwa mambo ya kiroho, hakikisha umechaguliwa au unaitwa kukifanya. Ukitumia bidii mingi na uyaitwa, patakufunga. Watu wa Mungu hawatumie nguvu za mwili sana. Watu wa Mungu hawatumie competition za kimwili. Watu wa Mungu wanamsikiliza Roho Mtakatifu. Ndugu ameanza kanisa hapa akaita Yerusalemu na ikaendelea. Ni maono kutoka Mungu. Bisikupande na wewe uone kama unaweza anzisha yako Samaria. Unaweza andika pale maono ya ulimwengu wote na unaweka pigeon kumlango na drape unaichapa, na utakuwa naingia moyo na jamaa yako na ulimwengu wote. Na mnaanza imba Yesu azalia, watu wanafika wanaangalia Yesu haiko pale. Ndio maana kila kitu utafanya cha kiroho hakikisha uko etabli. Etabli. Acha nichambue maandiko. Katika watoto wa Yakobo, wa mwisho sana anaitwa Benjamin. Baba yake anamuita Benjamin, anamwambia mwanangu Benjamin, wewe ni mbweha wa mwitu. Kwa tafsiri nyingine anamwambia wewe ni mbwa mwitu. Na nyi peke mnajua mbweha ya mwitu haiko baraka. Mbweha ya mwitu ina shida tatu kubwa. Ya kwanza, mbwa mwitu haisiki yake. Mbwa ya mpori njua wijuu haisiki yake. Unaweza ushapata experience peut-être ya kuchunga imbwa kwa nyumba. Kama imbwa za kizungu zenye unaweza kuzidresser, unaweza kuifundisha, fanya hii inafanya, fanya hii inafanya vizuri sana. Lakini kuna imbwa zingine zenye hasiku za mpori, hizi maimbwa za mkartie hizi, si unasijua vizuri. Ukiambia kuya hapa inakuluma. Donc ayo kama hii ya mkartie hii haiwezi kusikia, ya mpori sasa haisiki yake. Shida ya pili ya imbwa ya mpori, haipiganake yenyewe. Nafikiri ushafuata madokumentaire kuko ile maien ni ule maimbwa mwenye kama simba ilishaua njoo unakimbiliaka pale. Bule unabujua unakula makombo mekopeke mfro akawezi fanya chochote. Alafu wanaambia Benjamin, wewe ni mbwa mwitu. Lakini Yuda hawakumuita mbwa mwitu. Nani alikuwa jana? Walita Yuda nani? Simba. Kati ya simba na mbwa mwitu, nani ndio chef? Mmoja aseme amen.
Simba haina besoin ya kukua 20 juu ipigane. Simba yenyewe inizaribisha mazingira mwa kanisa. Moyo ikichomoka hapa, hakuna apotre atabakia hapa. Lakini na wala pia imbwa mwitu kakichomoka hapa tabu wili wala butatu, tutakakunja. Dusimba yewa ina tabezwe ke ikukule, ikingoroma tu, hamu ya kuendesha na kuingia, kwa sababu Mungu aliweka uwezo wa simba katika kinywa chake. Niulizie jirani yako, we ni simba au ni mbwa mwitu? Muulize tu, usisikie haya. Masimba iko hapa. Simba ilete amen zaidi ya kawaida. Iko mtu atabarikiwa na hii ujumbe. Mimi kama mtumishi wa Mungu na kutangazia kuwa simba mahali pote ambapo utafika. Hauna besoin ya 20 personnes, 100 personnes juu kuwe nguvu. We peke unapaswa kuwa nguvu. Ndio maana mkiangalia nguvu za kiroho hazikae katika kulalamika, baba shuka reproche. No. Nguvu ya kiroho inakaa katika anwani, identite yako. Who are you? Wewe ni nani katika maisha ya kiroho? Niliwaambia jana, Biblia inasema hivi, nitafanya watumishi wangu kuwa miali ya moto. Je ferai mes serviteurs la flamme de feu. Wakati watumishi ni 3, 4, 5, haiko tena mtu wa kawaida. Nikikuwa mi peke, niko Gabriel. Nikikuwa mie na mchungaji wenu na mwingine, siko tena Gabriel, tunageuka flamme. Ndio maana wanakamata Shadrach, Meshach na Abednego, bana batupa mtanuru ya moto. Vile biko 3, manake wanakuwa nini? Flamme. Bana bafunga mashene na mikulu na mikono, bana batupa mle mtanuru ya moto. Kitu cha hatari, maandiko nasema ile moto inachoma ile mashene, ile moto inachoma ile makamba ilikuwa na wafunga. Inaacha nywele ya kichwa, inaacha manguo yao, mpaka maandiko nasema inaacha kaleso. Unaambia moto yenye inachoma kamba inaacha kaleso. Mungu hataitika aibu yako ionekane malgre mateso yako. Juu ya nini moto isiwachome? Kwa sababu ni maflame defi. Lakini Daniel, yeye ni wa uzao ya Yuda. Mnakumbuka jana? Kwa sababu ni wa uzao wa Yuda, Daniel haiko pusi. Daniel ni simba. Mukimtia mpango la simba, munatire ya simba, simba haikulake. Ukiona mtu yuko na kupiga vita vya Mungu, donc ukomprendre kama we ni simba na yeye ni chura. Paske haiwezekane simba sipigane vita. Na nikasema hivi zamani, kama mwe muko grandeur, kote kwenye utafika, utaimpose watu grandeur yenye uko nayo. Nani ko d'accord na mimi? Mtu akikwambia aseme pauvreté ya jamaa inamkamata, manake nako nika pauvre tu. Me kama mwe muko richesse,